Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika ibada maalum inayokuja kwako na mimi Pastor Miamba. Tunapoenda kumalizia mfungo wetu wa siku ya leo, kuna zoezi muhimu sana tunataka twende tukalifanye. Tulikuwa tuna zoezi la kukemea roho za madeni, lakini tukaeleza sababu zinazosababisha madeni, tukajaribu kuziweka sawa na tukaombea. Lakini sasa tunapoenda kumalizia mfungo wetu, zoezi hili ambalo Mungu alisema atatupa na tayari ameshaliachilia kwetu muda huu, na linatoka katika kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza ule mstari wa 24 na wa 25, kwenda kuiamuru nchi ikazae. Kwenda kuiamuru nchi ikazae. Na tunaona kabisa maandiko yanasema hivi, Mungu akasema nchi na izae. Nchi na izae kiumbe kwa jinsi zake, mnyama wa kufugwa nacho kitambacho, na wanyama wa mwitu kwa jinsi zake. Ikawa hivyo. Mungu akafanya mnyama wa mwitu kwa jinsi yake, na wanyama wa kufuga kwa jinsi zake, na kila kitu kitambacho juu ya nchi kwa jinsi yake. Mungu akaona ya kuwa ni vyema. Tunaona kabla ya Mungu kuviumba hivi vitu, tunaona mstari wa 25, maandiko yanaeleza jinsi Mungu alivyoanza kuviumba hivi vitu mpaka akaona kwamba ni vyema. Lakini tunaona mstari wa 24 anaiamuru kwanza nchi izae. Kabla ya kwenda kuviumba hivi vitu, kabla ya kuweka mambo mengine, anaamuru ya kwamba nchi na izae. Anaieleza na kuitangazia ardhi ya kwamba izae. Sasa tunaona kabla haujaenda kufanya jambo lolote mwaka 2025, tulikuwa mwaka 2026 tunataka twende tukaiamuru nchi izae. Ni lazima kwanza nchi izae ndio mambo mengine yaendelee. Sasa kinachosababisha nchi kuzaa ni ile sauti ya kinabii juu ya ile nchi ipate kuzaa, ili nguvu ya kuzaa itakayoenda katika ile nchi ndio ikupe wewe nafasi ya kuweka chochote juu yake na kifanikiwe. Lazima kuwe kuna kuzaa. Lazima uiongeleshe nchi na izae. Kwenye biashara zako, ruhusu nchi izae. Kwenye kazi ya mikono yako, ruhusu nchi izae. Ruhusu nchi izae. Hata unapoishi, ruhusu nchi hiyo izae. Kuna vitu haviwezi kutokea mpaka hali ya kuzaa, ile upako wa kuzaa, kwamba kuna vitu vinatokea katika ulimwengu wa roho. Nchi na izae, maana yake vitu vianze kutokea katika ulimwengu wa roho. Kuamuru vitu vizae, sio mnyama tu. Usidhani ya kwamba tunaongelea na mimea ama na mnyama vinavyozaa kwa kuviona, kwamba mnyama huwa na mimba amezaa. Lakini hata vitu katika ulimwengu wa roho vinazaa. Kwa mfano, biashara ina uwezo wa kuzaa. Ndipo unaposikia watu wanasema nimepata faida. Unakuta mahusiano yanaweza yakazaa. Ndipo unaposikia kwamba sasa nimeenda kutolewa mahari. Unasikia kwamba kazini kama pamezaa, ndio unaposikia kwamba sasa huyu mtu amepandishwa cheo. Nchi na izae. Nchi na izae. Lugha hiyo iwe kwako leo kwa jina la Yesu. Nchi na izae. Amuru mahali ulipo, paongeleshe mahali ulipo, sema nchi na izae. Ongelesha biashara yako, sema nchi na izae. Ongelesha watoto wako, sema watoto wangu na wazae. Hasa wasema hivi vitoto vidogo, naposema vizae nini? Hata shule yao wanapoanza wiki inayokuja, unapoiongelesha nchi izae, inaenda kuleta madhara hata kwa watoto wako. Inaenda kuleta madhara hata kwa mazingira unayoishi na mazingira yanayokuzunguka. Na nchi na izae. Unaweza kukuta maisha yako yakawa ni uponyaji kwa watu wengine. Kama wewe umetamkwa kwamba utazaa, uwe una uhakika lolote kwa ulilofanya litenda kumzalia Bwana matunda. Watu wanakuta wanabarikiwa kwa sababu wamekaa karibu na wewe. Mahali ambapo pana nchi inayozaa, shuhuda ni nyingi sana. Shuhuda ni nyingi. Mtu anakuambia nilikuwa naumwa na sasa nimepona. Nilikuwa sina hiki na sasa, yani shuhuda ni nyingi sana mahali ambapo nchi inazaa. Nataka twende mbele za Bwana tukamwombe Mungu atusaidie. Nchi
na izae. Nataka uende ukaongeleshe kwa imani kabisa. Nataka uende ukaongeleshe ardhi yako, iongeleshe. Ongelesha kama ni mkulima, ongelesha ardhi yako. Kama ni mfugaji, ongelesha biashara ya ufugaji wako. Kama ni mwajiliwa, ongelesha hiyo kazi yako. Kama ni mfanyabiashara, unafanya biashara, ongelesha. Lugha iwe ni moja tu, nchi na izae. Ukisema hivyo katika ulimwengu wa roho, ni lugha inayoeleweka. Ni lugha inayoeleweka. Ukienda tu mahali ukaona mtu anafanya biashara ukasema nchi na izae, yule mtu anaweza sikuelewe. Lakini katika ulimwengu wa roho ni lugha inayoeleweka kabisa. Na watu wa rohoni tunaelewana. Ukisema mahali nchi izae, hatumaanishi ya kwamba ni lugha ile inayotaka kuona mnyama tu. No. Tunataka kuiona nchi, ardhi ile, mahali ulipo pana kuzalia we matunda. Mahali pale ulipo panatembea katika baraka. Tunataka twende tukaiambie nchi na izae. Nataka uende ukaangalie uchumi wako mara baada ya kusema nchi na izae. Nataka uende ukaangalie neema itakuwa achiliwa ndani yako unapoambiwa nchi na izae. Tunapoenda kuomba sasa, naendelea kumshukuru Mungu kwa ajili ya partners wanaokuja kujiandikisha. Partners wapya wa mwaka 2026 wamekuja wengi inbox kujiandikisha, na tayari wale waliopo kwenye group wanaona idadi inazidi kuongezeka ya watu kuja kujiandikisha kwa partners. Watu wametaka kuitikia sauti ya Mungu aliyosema ndio, na utaona jinsi utakapoanza kuzaa. Utaona mahali unapoenda kufanya jambo lolote patazaa. Kwa hiyo hakikisha wewe ambaye unatamani kuwa partner wa huduma hii, zoezi la kujiandikisha linaendelea. Njoo inbox niambie ya kwamba jina langu kamili ni hili, na mwaka huu nitatamani kila mwezi nitoe kiwango fulani. Nataka useme kiwango cha imani. Usiongee kile kitu ambacho uko nacho. Nataka uongee imani ni kuwa na uhakika wa mambo yatarajiwayo. Kwa hiyo nitaomba kwa ajili yako. Kazi yangu mimi ni kuomba. Najua chochote utakachokiweka na kukiahidi, najua umekiahidi kwa imani. Kazi yangu mimi ni kuomba ili hiyo imani yako ipate kuonekana na upate kufanya yale uliyoyaahidi kwa Mungu wako. Nataka twende mbele za Mungu tukaiongeleshe nchi na izae. Amen. Nchi na izae. Twende mbele za Bwana. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai, ninakushukuru sana kwa neema ya ajabu. Asante kwa ajili ya muda huu ambao tunaenda kuyamaliza, masaa machache yaliyobakia katika mfungo wetu. Nasi tunakushukuru ya kwamba Mungu hujakaa kimya, unaendelea kusema nasi. Unasema nasi kwa habari ya nchi na izae. Mungu li hai, asante kwa ajili ya neema hiyo. Nasi tunasema nchi na izae leo kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Nchi na ikazae matunda yake. Nchi na ikazae kwenye maisha tunayoishi. Nchi na ikazae kwenye kila kona ya maisha yetu, mfalme wa amani. Mwaka huu utakuwa mwaka wa kawaida, maana mahali popote utakapokanyaga nchi itazaa. Hatutakuwa wa kawaida. Mahali popote utakapoingia nchi itazaa. Hatutatembea kwa namna iliyo ya kawaida, kwa sababu tayari nguvu ya kuzaa katika jina la Yesu inaenda kutokea. Baba, ninaomba kwa ajili ya mtoto wako huyu, maisha yake yasiwe ya kawaida kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Ninakemea hali ngumu ya uchumi kuvuka na mtoto wako huyu. Ninaikemea ikakae huko mwaka 2025. 26 kutakuwa na neema ya kuzaa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Mungu aliye hai, Baba, ninaomba hata kwa ajili ya partners ambao wamejiandikisha. Mungu aliye hai, wameandika pledge zao kwa imani. Baba, ninaomba ukaruhusu nchi kuwazalia, ukaruhusu nchi kuzaa, na zile baraka ukaziachilia ziwafuate sawa sawa na vile walivyokuamini wewe, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Nchi ikazae kwa partners, nchi ikazae katika jina la Yesu. Mahali chochote wanachokifanya partners, nchi ikazae juu ya maisha yao. Baba, nakushukuru kwa maana unaenda kuwapa watoto wako hawa partners, kuwapa afya njema ili wazidi kuzaa sana, sawa sawa na kanuni ya kwamba mti unaozaa usafisha ili uzidi kuzaa sana. Baba, ninaomba neema yako ukawaimarisha mahali ambapo nataka kupitisha utajiri kwao, ili waweze kusimama katika huduma hii uliowaitia kuwa partner. Mungu aliye hai, asante kwa ajili yao. Baba, nakushukuru sana hata kwa ajili ya wengine ambao mioyo yao ipo tayari kujiunga na partners. Ninaomba nuru yako ikawasaidie na kuangazia, waweze kusema ndio kwenye ile sauti yako ambayo Mungu unasema na watu wako. Ninayatangaza hayo katika jina la Yesu. Baba, ninaomba nchi na izae. Ninaomba ardhi ya watoto wako izae.
Mahali popote watoto wako wanaishi pakazae. Mahali ambapo watoto wako kwenye mahusiano pakazae. Nchi na izae kwa jina la Yesu Kristo. Ambao hawana watoto, nguvu ya kuzaa mwaka huu, watoto wako wakapate neema ya uzao kwa jina la Yesu. Ninakemea utasa kwa jina la Yesu. Nchi na izae kwa jina la Yesu. We mama, tumbo lako lipokee watoto kwa jina la Yesu. We baba, viuno vyako vitoe watoto kwa jina la Yesu, kwa upako wa kuzaa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu aliye hai, Baba, asante kwa mafuta yako na nguvu zako. Asante kwa kibali chako. Sifa na heshima vyote ni vya kwako, ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu aliye hai. Amen, amen, amen. Mungu wangu akubariki sana. Na mambo mawili naomba niyasisitize. La kwanza, ninakusisitiza maombi haya utamke neno, usikae kimya, tamka neno. Utaisemea nchi na izae. Nataka useme, mimi nimesema, nataka na wewe ulipokee hili nilolisema kwa imani, kwa kulitamka na wewe kusema nchi na izae. Sema nchi na izae. Utairudia mara kadha wa kadha, kukitaja maeneo ambayo unatamani nchi zae. Lakini pia utashika na sadaka yako, utaiachilia, uisemeshe sadaka hiyo, uiamuru sadaka hiyo, uitume sadaka hiyo mahali unapotaka pakazae. Na utaona nchi itakapoenda kuzaa. Utashangaa madeni yatakapoondoka. Utashangaa mlipuko utakao kuja kwenye biashara zako. Utaona kibali utakachokipata kazini kwako. Utaona watoto wako watakavyokuwa vichwa na simkia. Utaona jinsi magonjwa yatakavyoondoka kwenye nyumba yako. Utaona jinsi neema inapokuzukia. Utaona, maana nchi inapozaa magonjwa huwa yanaondoka, uharibifu huwa unaondoka, hofu huwa inaondoka. Kuna mambo huwa hayawezi kukaa mahali panapozaa. Utashikilia hiyo sadaka yako. Adui akikupigia kelele akwambie usitoe, pambana mpaka utoe. Adui akikuonyesha kama hii sina haja nayo kutoa, pambana mpaka utoe, kwa sababu mara nyingi shetani huwa anataka usipotoa sadaka, tayari lile jambo hata kama melisikia linakuwa sio la kiroho. Ili jambo liwe la kiroho ni lazima liwekwe sadaka, liambatanishwe na sadaka. Shetani anajua hiyo kanuni na anaitumia sana. Chochote anachokifanya lazima adai sadaka kwa watu wake. Wauliza wale walienda kwa waganga kienyeji. Mahali ambapo hutadaiwa sadaka kwa mganga wa kienyeji, basi ujue pana shida. Lakini mahali popote pa kiroho, sadaka ni kitu kinachosukuma jambo la kiroho. Sasa katika ulimwengu wa roho, watu wa rohoni, shetani anaoperate rohoni na Mungu anaoperate rohoni. Kwa kuna kanuni ambazo ulimwengu wa roho ndio unaotumika, kwa sababu shetani ameiba kanuni nyingi, ameiba almost nyingi sana, ameziiba kwa Mungu. Kwa hiyo hakikisha kwamba ukiona adui anakusukuma usitoe sadaka, anataka tu usikie mambo mazuri lakini yasiwe kwako, kwamba nchi isizae. Mshinde shetani mchana wa leo tunapomaliza mfungo wetu huu. Lakini la pili, ni kukaribishe wewe mnayetaka kuwa partner wa huduma hii kwa kiwango chochote ambacho Mungu atakusemesha kwa imani. Basi utakuja inbox uniambie nataka kuwa partner kusupport huduma hii, nami nitakuwa nikitoa kiwango fulani katika mwezi. Basi utaungwa na grupu maalum kabisa la partners. Mungu wangu akubariki na uwe na wakati mwema. Basi unaweza ukashika sadaka yako ya nchi kuzaa, utaiachilia hiyo sadaka na mapoza yanaenda kuondoka. Utaiachilia kwenye hiyo lipa namba ya M-Pesa ambayo ni 577876 au namba za mawasiliano 0713842123 au 0744982517. Mungu wangu akubariki na uwe na wakati mwema. Amen.